Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wa amani, Mungu uliye hai, Mungu ishie milele, ni siku nyingine tena Baba tunakuja mbele zako ili kujifunza na kusikia kutoka kwako. Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema hii ambayo tumeipata, neema ambayo hatuistahili kwa jinsi ya matendo. Baba uliye hai, ninaomba kwamba mapenzi yako ndiyo yakapate kutimia katika kipindi hiki. Ninakaribisha uwepo wako na nguvu zako, nikiomba Roho yako Mtakatifu akapate kutusaidia ili kwamba Mungu tuweze kuelewa neno lako kwa kiwango kile ambacho umekikusudia. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu anakwenda kusikiliza ujumbe huu ambao Roho wako ananiambia kanisa lako, hasa katika nyakati hizi za hatari. Baba wa mbinguni, ninaomba haya machache nikikushukuru, nikikutukuza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu ambaye imempendeza tuweze kujifunza kutoka kwake. Na somo ambalo Mungu ameliachilia katika siku hii ya leo ni kuangalia injili ya ufalme wa Mungu versus injili ya mafanikio. Injili ya ufalme wa Mungu versus injili ya mafanikio. Na kwa kuangalia hizi injili mbili, tutakwenda kuangalia Biblia inazungumza kwamba injili ya Bwana Yesu ni ipi? Injili ambayo Bwana Yesu alihubiri, injili ambayo alisisitiza ikahubiriwe ni ipi? Halafu sasa tuangalie na injili ya mafanikio. Na mwisho, naamini kabisa mwisho wa somo hili Mungu atakusaidia kujua kwamba je, hii injili ya mafanikio imetoka wapi? Injili ya mafanikio imetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunajua kuna watu wengi ambao wanafundisha injili ya mafanikio. Kwa huku Marekani ni unaweza kusema kwamba ni business. Yaani ni business, ni biashara. Ni kwamba kuna watu ambao wametajirika sana 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 kupitia hizi injili za mafanikio. Wanakusanya maelfu na maelfu na maelfu ya watu, halafu wanawahubiria injili ya mafanikio. Sio kwamba kufanikiwa ni vibaya, lakini nataka tuangalie maandiko yanasema nini juu ya injili ambayo Bwana Yesu aliihubiri, ili kwamba tuweze kupima kwa kutumia neno la Mungu kujua kwamba injili ni ipi. Ukisoma kile kitabu cha Matendo, unaona wale watu wa Beroya. Wale watu wa Beroya, Paulo alikuwa anahubiri, halafu Biblia inasema kwamba walikuwa wanayakagua maandiko kila siku. Walikuwa wanaangalia kama kile ambacho Paulo anahubiri ndivyo kilivyo. Na tutakwenda kwanza kuangalia maandiko machache juu ya kile ambacho Bwana Yesu alihubiri na alisisitiza, ili sasa ndio tuweze kuangalia injili ya mafanikio ni ipi. Ukisoma Luka ile sura ya 4 mstari wa 42 na 43, neno linasema hivi. Luka 4:42-43, hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Huyu ni Bwana Yesu. Makutano wakawa wakimtafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, mstari wa 43, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Bwana Yesu anazungumza kile kitu ambacho imempasa kuhubiri. Halafu anasema kwamba maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Alitumwa kuhubiri
hii habari njema ya ufalme wa Mungu. Na ukisoma ile Mathayo 9 ule mstari wa 35 unatuambia pia, unatuonesha kitu ambacho Yesu alikuwa akizunguka kukihubiri. Neno linasema hivi, Mathayo 9:35, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Tunaona ile jinsi ambavyo Bwana Yesu yuko consistent na kile ambacho alikuwa anakihubiri. Neno linasema kwamba alikuwa akihubiri na kufundisha juu ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa. Halafu ukisoma ile Mathayo 4 ule mstari wa 17, Bwana Yesu ndio anaanza kabisa huduma. Neno linasema hivi, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikakupitisha maandiko mengi ambayo yanazungumza juu ya kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikihubiri. Sasa ufalme wa Mungu ni mpana. Ufalme wa Mungu una mambo mengi ndani yake. Lakini ile theme kubwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwekea mkazo ni juu ya ujio wa ufalme wa Mungu. Ni juu ya ujio wa ufalme wa Mungu. Kwa sababu kusudi kubwa la msalaba ni kutukomboa mimi na wewe ambao tulikuwa tumepotea dhambini, ili kwamba tuweze kurudishwa katika ile nafasi ambayo tulikuwa tumeipoteza pale ambapo dhambi iliingia, mwanadamu alipoasi. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia damu ya Yesu, mimi na wewe tunapata uhalali wa kukikaribia kiti cha Mungu kwa jinsi ya rohoni. Biblia inasema kwamba tunaingia katika patakatifu kwa damu yake. Na damu ya Yesu kitu ilichoachilia ni mimi na wewe kuweza kuwa watakatifu. Damu ya Yesu iliachilia mimi na wewe kuweza kuwa watakatifu. Na damu ya Yesu ni pana. Sasa kwa bahati mbaya kwamba damu ya Yesu siku hizi imekuwa inatumiwa tofauti na kwenye maandiko. Siku hizi damu ya Yesu unaambiwa kwamba ni ili watu wawe matajiri. Damu ya Yesu ili ufanikiwe. Lakini ukiingia kwenye Biblia hivyo vitu havipo. Sio kwamba ni vibaya kufanikiwa, lakini pale ambapo unaona maandiko yanachukuliwa kinyume cha maana, out of context, halafu watu wanahubiriwa hicho, maana yake watu wanahubiriwa injili nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuangalia vitu 7 haraka ambavyo utavikuta pale ambapo injili ya ufalme inahubiriwa. Vipo vingi zaidi, lakini hivi 7 lazima vitakuwepo. Kila mtumishi ambaye anahubiri injili ya kweli hawezi kukwepa hivi vitu. Tutaenda haraka. Kipengele cha kwanza, msisitizo uliopo katika injili ya Bwana Yesu. Injili ya ufalme wa Mungu. Kipengele cha kwanza, kipaumbele cha kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Mathayo 6:33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo katika injili ya ufalme, kipengele cha kwanza kabisa ni mimi na wewe tutafute ufalme wa Mungu na haki yake. Lakini pia tunapata kipengele cha
upendo. Tunapata kipengele cha upendo. Mimi na wewe lazima tuishi maisha ya upendo, kwa sababu Biblia inasema kwamba upendo ndio amri iliyo kuu kuliko amri zingine. Lakini pia ukisoma ile Yohana sura ya 13 ule mstari wa 35, neno linasema hivi. Yohana 13:35, Bwana Yesu anasema hivi: hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Popote pale ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, lazima utasikia msisitizo wa watu kuishi katika upendo, kumpenda Mungu na kuwapenda jirani zetu. Kipengele cha 3, maisha ya ukamilifu. Kutafuta ukamilifu. Kutafuta ukamilifu. Mathayo 5:48. Mathayo 5:48 inasema hivi: basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa kinachotukamilisha, kwa sababu Biblia inasema kwamba tutakuwa wakamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu, maana yake lazima mimi na wewe tujue ile nature ya Mungu ni ipi. Na Biblia inasema kwamba Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Na kwa sababu Mungu ni pendo, sisi nasi tunakamilika pale ambapo tunakuwa wakamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu, pale ambapo sisi nasi pia tunakuwa pendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4:17 na 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ule mstari wa 17 na wa 18, neno linasema hivi: katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kama yeye alivyo. Sasa yeye ikoje? Yeye ni pendo. Mstari wa 18, katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Na ukisoma ule mstari wa 16 uliotangulia unasema hivi: nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, pale ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, kipengele cha ukamilifu ambacho lili huwezi kukitenganisha na kipengele cha upendo, lazima utasikia kikiwekewa mkazo. Na upendo nao uzungumzia sio ule upendo wa kinafiki, bali ni ule upendo ambao unatoka katika moyo ambao ni mnyofu, moyo ambao una hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha 3. Kipengele cha 3. Kipengele cha 4. Kipengele cha 4 ni utakatifu. Ni utakatifu. Watu kuishi maisha ya utakatifu. Watu kuishi maisha ya utakatifu. Na napozungumzia utakatifu, kuna watu wanasema kwamba utakatifu ni ndani. Kwamba utakatifu ni ndani. Lakini nje kwa maana yake nje unaweza ukawa hata kama shetani, halafu ndani unakuwa kama Yesu, unakuwa mtakatifu. Huo ni udanganyifu. Huo ni udanganyifu ambao shetani anautumia ili kushika nafsi za watu. Kwa sababu gani?
kwa sababu maisha ya nje ni matokeo ya yale maisha ya ndani. Maisha ya ulimwengu huu ni matokeo ya kile kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo jinsi ambavyo mtu anaenenda katika ulimwengu wa mwili inategemea zaidi na jinsi alivyo ndani. Biblia inasema kwamba mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Na mimi na wewe, jinsi ambavyo tunaenenda hapa ulimwenguni ni matokeo ya jinsi tulivyo ndani. Kwa sababu hiyo, tunapozungumzia swala la utakatifu, utakatifu unatoka ndani unaenda nje. Kwa hiyo maisha yetu ya nje ambayo tunayaishi yatathibitisha ule utakatifu ambao tunao ndani. Kwa hiyo huwezi kutenganisha utakatifu wa nje na utakatifu wa ndani. Ni vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha, ni kitu kimoja, ila kile kilichoko nje kinategemea kilichoko ndani. Ukiona nje hakipo ni kwa sababu ndani hakipo. Kwa hiyo ukiona mtu anaishi kama shetani anakuambia utakatifu ni ndani, ni kwa sababu ndani ule utakatifu haupo. Lakini kila ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, utasikia sana mkazo ukiwekwa katika utakatifu, maisha ya utakatifu. Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 16. Petro wa kwanza 1:16, neno linasema hivi, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tumekutana na lile la ukamilifu, kwamba tuwe wakamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Sasa tunakutana na la utakatifu. Na ukitaka kuangalia utakatifu, tumwangalie Bwana Yesu, kwa sababu Bwana Yesu ndiye ambaye tunatakiwa tuige mfano wa maisha ambayo aliishi. Kwa hiyo swali la kujiuliza ni je, utakatifu ambao Bwana Yesu aliishi ni utakatifu upi? Je, aliishi utakatifu wa ndani au aliishi utakatifu wa ndani na wa nje? Bwana Yesu asifiwe. Na utaona kwamba maisha ya Bwana Yesu yalikuwa ni maisha ambayo yalikuwa ni ya utakatifu, ni maisha ambayo hayakuwa ya dhambi kabisa. Kwa hiyo mimi na wewe lazima tuache dhambi, na tuache dhambi kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa tu vipengele ambavyo kila ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, hivi vitu 7 huwezi kuvikosa. Ukiona unavikosa hivi 7, yamkini unahubiriwa injili nyingine. Na kipengele cha utakatifu ni kigumu, kwa sababu hapa sasa ndipo ambapo watu wakati mwingine ni rahisi kushawishika kuchukua maandiko nje ya maana ili kujaribu kuhalalisha mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza yasimpendeze Mungu. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mtakatifu. Ni Mungu ambaye ni mtakatifu, na mimi na wewe lazima tuwe watakatifu. Biblia inasema katika Waebrania 12 ile 10 mstari wa 14. Waebrania 12:14 nasema hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipo kuwa nao. Ndugu yangu mpendwa, pasipo utakatifu mimi na wewe hatuwezi kumuona Bwana, kwa sababu Bwana ni mtakatifu, na hakuna kilicho kichafu ambacho Biblia inasema kwamba kitaurithi uzima wa milele, katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo hiki ni kipengele cha muhimu. Vipengele vyote hivi vinategemeana. Kipengele cha 5, maisha ya kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu. Maisha ya kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kitu ambacho kinatakiwa kitusumbue mimi na wewe ni kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu, mapenzi yako ni yapi? Ni kitu gani ambacho Mungu unataka nifanye kwa wakati fulani, kwa namna ambayo umeikusudia? Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa kituumize kichwa. Hicho ndio kinatakiwa kituumize kichwa. Popote pale ambapo injili ya ufalme inahubiriwa,
Mkazo wa watu kuyatafuta mapenzi ya Mungu na kuyatenda ni kipengele ambacho lazima utakutana nacho. Kwa sababu gani? Biblia inasema katika ile Mathayo 7 ule mstari wa 21 inasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni watu wangapi leo ambao wanamuita Yesu Bwana? Ni watu wangapi ambao wanamuita Yesu Bwana? Lakini Yesu anasema hivi, si kila niitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Alafu ukisoma ile kitabu cha Luka ile 6 ule mstari wa 46 nasemaje? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Tunarudi pale pale, kinachofanya mimi na wewe Yesu Kristo awe Bwana wetu si tu kwamba tunamuita Bwana. Je, swali, tunayafanya anayosema? Je, tunalishika neno lake? Tunayashika maagizo yake? Kwa hiyo katika injili ya ufalme hiki kipengele kitakuwepo. Kipengele cha 6. Kipengele cha 6, maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Popote ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, huwezi kukwepa maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kipengele cha 7. Kipengele cha 7, kutafuta kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Kutafuta kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Hivi ni vipengele ambavyo kila kimoja huwezi kukikosa pale ambapo injili ya ufalme inahubiriwa. Yohana wa kwanza 2:6 inasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:6 inasema hivi, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, yule ambaye anasema kwamba Kristo anakaa ndani yangu. Kipimo ni je, tunaenenda kama Kristo alivyoenenda? Hiki ni kipengele ambacho popote ambapo injili ya ufalme itahubiriwa, ni kipengele ambacho kitawekewa mkazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 13, utaona kwamba, unaweza kusoma kuanzia 11, lakini kusudi la injili ni kwamba mimi na wewe tuweze kuwa wakamilifu na kufikia ule utimilifu wa Kristo. Ndio Biblia inatuambia. Kwa hiyo lazima tuenende kama Kristo alivyoenenda. Hiki ni kipengele ambacho mimi na wewe tutaendelea kukitafuta maisha yetu yote ya hapa duniani, kutafuta kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Popote ambapo injili ya ufalme itahubiriwa, kipengele hiki kitatiwa mkazo. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kingine, ngoja nikuongezee cha 8. Kipengele kingine ni mateso kwa ajili ya Kristo. Mateso kwa ajili ya Kristo. Ahadi kubwa ambayo injili ya ufalme imeahidi ni kwamba mimi na wewe tutapata mateso, tutapata dhiki kwa sababu ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, lazima mateso utayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vipengele vingine vingi ambavyo vipo. Kuna gharama ya kumtafuta Bwana Yesu, lakini nataka uone kabisa kwamba hivi vipengele 8 nilivyokupa, popote ambapo injili ya ufalme inahubiriwa, haijalishi inahubiriwa kutoka katika kona ipi, vipengele hivi utavipata. Bwana Yesu asifiwe. Tunaviona kwa Bwana Yesu, tunaviona kwa mitume. Sasa tuangalie injili nyingine, injili ambayo hata sina maandiko, nikitafuta maandiko sipati. Sioni mahali popote pale Bwana Yesu akihubiri, sioni mahali popote pale Bwana Yesu
akiagiza ihubiriwe. Lakini kuna injili nyingine ambayo ipo, inaitwa injili ya mafanikio. Kwa Kiingereza inaitwa prosperity gospel. Una claim ile Mercedes Benz, una claim ile BMW, una claim ile private jet ile yani una claim yani kwamba unaweza hata ukalala, yani pesa zikakushukia tu kutoka mbinguni, boom boom, zinakuja tu. Injili ya mafanikio. Kitu kikubwa ambacho utakiona katika injili ya mafanikio ni mkazo au msisitizo. Msisitizo haupo katika vipengele nilivyovitaja, hata kimoja haupo, ila msisitizo utakuwa katika mambo ya duniani, utakuwa katika mali, utakuwa katika pesa, utakuwa katika majumba, utakuwa katika masumbuko ya hapa duniani ambayo Bwana Yesu alisema msiyasumbukie. Msisumbuke mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini, kwa kuwa hayo yote mataifa huyatafuta. Angalia, injili ya ufalme ni injili ambayo inaweka mkazo katika hivi vitu ambavyo mataifa wanavitafuta. Wale nini, wanywe nini, wavae nini. Bwana Yesu asifiwe. Ni njia ambayo shetani anaitumia ili kutafuta kuabudiwa kupitia mambo ya ulimwengu, kwa sababu Biblia inasema hivi kwamba shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu. Kwa hiyo mind yetu inapokuwa katika vitu vya ulimwengu huu, tunakuwa tunamwabudu shetani kwa kujua au pasipo kujua. Biblia inasema hivi, tuyatafute yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Katika injili ya ufalme tunakazia katika kutafuta mambo yaliyo juu, katika kutafuta mambo ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunamwamini Mungu kwamba Mungu atatuwezesha, atatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Lakini hayo hayawi mkazo. Kwa sababu hiyo, Mungu asipofungua milango ya uchumi, au akifungua milango ya uchumi, haibadilishi au haitakiwi ibadilishe mahusiano yetu na Mungu. Kwa sababu kusudi la sisi kumtumikia Mungu, kusudi la sisi kumwabudu Mungu, sio kwa sababu ya hivi vitu. Ni kwa sababu tunatafuta yaliyo juu, Kristo aliko. Biblia inasema kwamba wekeni hazina mbinguni, ambapo nondo na kutu haviharibu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, sisi tunakuwa tunatafuta yaliyoko juu. Kwa hiyo tukikosa yaliyoko chini, bado tunamwamini Mungu na tunaendelea kushika imani yetu kwa Mungu. Ndio maana unaona mtu kama Ayubu alipitia dhiki, alipitia matatizo, lakini imani yake kwa Mungu haikupotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini injili ya ufalme, ngoja nikuoneshe injili ya ufalme inatoka wapi. Injili ya ufalme inatoka katika Mathayo 6:33. Lakini inasomwa kuanzia kulia kwenda kushoto. Sisi tunasoma hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Injili ya ufalme inaanza kulia kwenda kushoto. Yenyewe inaangalia haya ya kuzidishiwa, haya ni mambo gani, inaweka mkazo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ambacho injili ya ufalme inaachilia kwa mtu? Injili ya ufalme inaachilia mambo ambayo ni ya uzinzi kwa jinsi ya rohoni. Injili ya mafanikio, injili ya mafanikio inaachilia mambo ambayo ni uzinzi kwa jinsi ya rohoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi na wewe tukiweka kitu chochote kile ndani ya mioyo yetu mbali na neno la Mungu, kwa Mungu ni uzinzi. Biblia inasema hivi, Daudi anaandika na kusema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Daudi aliweka neno la Mungu ndani ya moyo wake. Mimi na wewe tunatakiwa tuweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Lakini kitu ambacho injili ya mafanikio inafanya, inakuwekea desire zingine ndani
ya moyo wako. Unajikuta ndani ya moyo wako unaanza kutamani vitu, unakuwa unatamani pesa. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta unapenda pesa. Na Biblia inazungumzaje juu ya kupenda pesa? Inasema hivi, kupenda pesa ndiyo chanzo cha maovu yote. Kwa hiyo injili ya mafanikio, kitu ambacho inapanda ndani ya moyo wa mtu, inapanda hii desire, inapanda hii nia na tamaa ya kupenda mambo ya ulimwengu. Biblia inasema hivi kwamba tamaa ikichukua mimba inafanyaje? Kwa hiyo inaanza tamaa, halafu sasa ile tamaa inaenda hatua nyingine. Hatua ipi? Inaenda hatua ya kutenda dhambi, kwa sababu neno linasema wazi kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili, Mungu na mali. Kwa hiyo haiwezekani kuwe na injili ambazo moja inalenga kwenye mambo ya Mungu, nyingine inalenga kwenye mali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba watu wengi wanatafuta vitu vya Mungu badala ya kumtafuta Mungu wa vitu. Injili ya mafanikio ni injili ambayo inalenga kutafuta vitu vya Mungu. Lengo la injili ya mafanikio, kitu ambacho ina mkazo ni kwamba nipate kitu gani kwa Mungu. Kwa hiyo inapokuwa inahubiriwa miujiza, ni kitu ambacho unaweza ukapata kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haitakwambia kitu gani Mungu anataka kwetu. Haitakwambia kitu gani ambacho Mungu anategemea mimi na wewe tukifanye. Na baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tufanye ni hivyo 8 nilivyokuambia. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu, maisha ya upendo, maisha ya ukamilifu, maisha ya utakatifu, maisha ya kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu, maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mkazo wa injili ya mafanikio sio hayo. Na hatari itakayotokea ni kwamba itapanda vitu ndani ya moyo wako, halafu vile vitu ndani ya moyo wako vitaanza kukudanganya. Biblia inasema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo huwa mdanganyifu kabisa. Kwa hiyo utahubiriwa masuala ya mafanikio na masuala ya ulimwengu huu, halafu litaingizwa jina la Yesu. Kwa hiyo utajua yanatoka kwa Mungu, lakini kumbe Mungu hayupo. Mungu yuko more concerned na maisha ya baadaye kuliko maisha ya sasa hivi. Haina maana kwamba Mungu hawezi kutusaidia, hawezi kutufanikisha. Sizungumzi hicho kitu. Mungu anafanikisha watu wake. Lakini kitu ambacho injili ya Bwana Yesu haijaahidi, injili ya Bwana Yesu haijatuguarantee kwamba mimi na wewe tutakuwa matajiri hapa duniani. Hiyo ahadi haipo kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema, mbona tunasoma kwenye Kumbukumbu sura ya 28? Ni kwa sababu ndio maandiko ambayo wanayapitia. Tuangalie Kumbukumbu 28. Kumbukumbu 28 inasemaje? Inakwambia ukitii utakula mema ya nchi. Je, Mungu alikuwa anawaambia watu gani? Kumbukumbu 28 ni sehemu ya agano ambalo Mungu alilifunga na Israeli na nyumba ya Yakobo. Na moja ya kitu ambacho Mungu aliahidi kwa wana wa Israeli, aliwaambia kabisa kama wakitii watakula mema ya nchi na atawafanikisha. Atawafanikisha kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali, je, maandiko haya tunaweza tukatumia jinsi yalivyo halafu tukayaweka kwenye kanisa? Tukasema Mungu ameahidi ukitii utakuwa tajiri. Je, tunaweza kufanya hicho kitu? Jibu
Ni hapana. Kitu ambacho Agano la Kale linatusaidia ni kuelewa namna ambavyo Mungu alikuwa anashughulika na watu wake. Kwa hiyo tunaona Mungu ni Mungu ambaye anasema mkinitii nitawafanikisha. Kwa hiyo mimi na wewe tukimtii Mungu, tukaishi maisha ya kumpendeza Mungu, Mungu kutokana na ahadi aliyoiweka katika Mathayo 6:33, sio Kumbukumbu 28, Mathayo 6:33, anasema hayo unayohitaji utazidishiwa. Na haya yaliyotajwa anayosema utazidishiwa ni mambo gani? Ule nini, unywe nini, uvae nini. Kwa hiyo Mungu atahakikisha unakula, Mungu atahakikisha unakunywa, Mungu atahakikisha unavaa. Hivyo vitu Mungu atahakikisha, ukiutafuta ufalme wake na haki yake kwanza. Lakini swala la kwamba tutakuwa matajiri, tutakuwa sasa na magorofa na ile Mercedes Benz no, hayo hayajaahidiwa. Sio kwamba Mungu hawezi kukupa Mercedes Benz, lakini nataka uone kwamba hiyo Mungu hajaahidi. Na kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ameitukuza ahadi yake kuliko hata jina lake, maana yake kitu ambacho Mungu amekiahidi lazima Mungu akifanye, haijalishi mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie maandiko ambayo watu wengi wanayatumia kinyume cha maana kwenye masuala ya zaka kidogo tu, kwa sababu hapa wanaohubiri injili ya mafanikio wanaupenda sana mstari. Ni maandiko ambayo wanayapenda sana. Malaki 3:10, leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagilieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Wow. Mungu anasema hivi, atatumwagia baraka mpaka tukose mahali pa kuziweka, mpaka nafasi isitoshe. Kwa hiyo wewe ambaye kabisa unatoa zaka kwa uaminifu kabisa mbele za Mungu, naamini kabisa kwamba nyumba yako haitoshi. Sasa labda nikuulize, je, vingine vile ambavyo huna pa kuviweka umeviweka wapi? Biblia inasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula nyumbani kwa Bwana, mkanijaribu muone kama sitawafungulia milango ya mbinguni. Mungu ameitukuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa hiyo kama hii ni ahadi ambayo Mungu ameitoa katika kanisa, maana yake kwa yule ambaye anatoa zaka sawasawa na Malaki 3:10, anatakiwa afunguliwe madirisha mbinguni na kumwagiwa baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Sasa swali la kukuuliza, kwa nini hizi baraka hazionekani? Kwa nini hizi baraka hazionekani? Je, Mungu anadanganya? Hasha, Mungu wetu sio mwongo. Mungu hadanganyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili sio somo la zaka, lakini na kupitisha hapa kwa sababu gani? Kwa sababu popote pale ambapo injili ya mafanikio inahubiriwa, Malaki 3:10, wakati wote watautumia. Shida ni kwamba watakuhubiria kipengele cha mwanzo tu, kile kipengele cha leteni zaka kamili ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watahakikisha unapeleka zaka, lakini hawatahakikisha kama madirisha ya mbinguni yamefunguliwa na umemwagiwa baraka mpaka nafasi ya kuweka ikakosa. Sasa swali la kuuliza, kwa nini wasihakikishe na hicho? Kwa nini wahakikishe kipengele cha kwanza tu cha kuleta zaka, lakini cha madirisha kufunguliwa kisiwepo? Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kwa sababu ya watu kuchukua maandiko nje ya maana. Sio somo la zaka, lakini maandiko haya ukiyachukua nje ya maana, utatoa zaka kama sheria, wakati sisi hatuko chini ya sheria, ambayo sio vibaya kutoa zaka. Lakini hiki kipengele cha pembeni, hiki cha madirisha kufunguliwa mpaka ukose mahali, utashangaa hakionekani. Halafu utajiuliza, je, Mungu sio mwaminifu? Jibu ni kwamba Mungu ni mwaminifu katika neno lake. Sasa kama ni mwaminifu, kwa nini madirisha hayafunguliwi? Sijawahi kusikia mtu hata mmoja popote pale ambaye amewahi kuja na ushuhuda na kusema kwamba madirisha mbinguni yamefunguliwa na kumwagiwa baraka mpaka nikakosa mahali pa kuweka. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini wanaokuhubiria juu ya mafanikio wakusisitizie tu kwenye zaka, lakini wasihakikishe kwamba hiki kipengele cha pili na chenyewe kimetokea? Halafu kama hakijatokea, shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio somo la zaka, lakini nataka uone mahali ambapo zaka au mahali ambapo wanaohubiri injili ya mafanikio huwa wanakazia zaidi wewe kupeleka kitu kanisani. Wanaangalia mfuko wako, kwa sababu pale wengine ndio kula kwao kulipo. Sawa, Biblia imesema kwamba yule ambaye anahubiri atakula kwa injili, sikatai hicho. Lakini ukishaona mkazo upo kwenye watu kutoa sadaka na watu kutoa zaka kuliko yale mambo ambayo ni ya msingi, kuna shida mahali, na hiyo sio injili ya Bwana Yesu. Soma Agano Jipya, utaona Yesu hakuweka mkazo katika sadaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa Mungu maisha yako na moyo wako ni kitu cha msingi kuliko vyote. Biblia inasema hivi kwamba sadaka ya mwovu ni chukizo mbele za Mungu. Lakini hayo maandiko hutosikia wanaohubiri injili ya mafanikio wanakuambia. Kwa nini? Kwa sababu wale wako kwenye biashara, wale wako kwenye business. It's a business. Natakiwa ufahamu, kama mpaka sasa hivi bado hujajua kwamba injili ya mafanikio ni biashara, ni kwamba ile ni biashara, na ni biashara ambayo shetani ndiye ambaye alitoa maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sipingi kufanikiwa. Fanya kazi kwa bidii, Mungu atakufanikisha. Kama ni mfanya biashara, kuwa mwaminifu katika biashara zako, fanya kazi zako, Mungu atakufanikisha kwa namna ambayo alikusudia yeye. Lakini kitu ambacho nazungumza, ahadi ya mimi na wewe kuwa matajiri hapa ulimwenguni kwa sababu ya kumfuata Kristo haipo kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake ahadi tunazozipata ni za mateso. Bwana Yesu anasema, kama unanifuata mimi, uwe tayari hata kufa kwa ajili yangu. Kitu ambacho injili imetuahidi. Injili imeahidi mateso, haijaahidi kufanikiwa. Mungu anaweza akakufanikisha, lakini hajaahidi in the sense kwamba ile inamfunga Mungu kufanya. Kwa sababu Mungu anapoongea tayari lile ni neno, na kwa ni sehemu ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma agano ambalo Mungu amelifunga na nyumba ya Israeli, ambalo sasa mimi na wewe tumeingizwa katika agano jipya, ukisoma huoni mahali ambapo Mungu ameiahidi kanisa watakuwa matajiri. Unatudanganya wewe. Mbona Mathayo inatuambia kwamba yeye anayenifuata ataongezewa mara 100. Yeye anayenifuata ataongezewa mara 100. Tuangalie hayo maandiko. Mathayo ile sura ya 19.
28 na 29, kwa sababu haya ndio maandiko mengine ambayo pia wanaohubiri injili ya mafanikio wakati wote watasikia wanayatumia, na wakati wote watayatumia nje ya maana. Kuna maandiko mengine yamekuja, nilikuwa sijaandika lakini nitakwambia. Mathayo 19 mstari wa 28, Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Maandiko haya yanazungumzia kwa mitume, kwa sababu Mathayo aliaddress zaidi kwa Wayahudi. Haya maandiko yanazungumzia wale mitume kuketi katika viti 12 wakihukumu kabila 12 za Israeli. Sasa tuangalie mstari wa 29, na kila mtu aliyeacha nyumba. Sasa hapa amesema kila mtu, si tu wale mitume, anasema sasa na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Tuangalie hii mara 100 anayozungumzia ni ya wapi? Kwa sababu ni ya ulimwengu huu, lakini tuangalie, je, Yesu alikuwa na maana gani? Kwa sababu ndio ile ambao watu pokea, ile unasema napokea. Unafikiri unapokea mara 100, kumbe unapokea pepo. Luka 18 mstari wa 29 anasema hivi, anasema akawaambia, hakika nawaambia hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Je, umeviacha hivyo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi, maana yake katika maisha haya na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Unaweza kusema sasa, je, mbona anatuahidi kabisa hapo? Sikia, ukishaona unachoangalia sana ni hizi ahadi, kuna shida mahali. Hiyo tu ni ishara kwamba hautafuti ufalme wa Mungu. Lakini tuone kwamba haya maandiko Yesu alipokuwa anayaongea alikuwa anazungumzia kitu gani? Je, alikuwa anazungumzia kwa matajiri? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaona jinsi ambavyo kanisa lilikuwa linaishi. Biblia inasema kwamba wale watu walikuwa wanaishi pamoja, hakuna ambaye alikuwa na shida, walishare kila kitu kwa pamoja. Sasa angalia, kama tuko 100, kila mtu akaweka cha kwake hapo, tayari umeongezewa mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Bwana Yesu ni mwana hesabu. Bwana Yesu ni mwana hesabu. Anapozungumza juu ya kuongezea mara 100, ni lile kusudi ambalo Mungu alilikusudia kanisa liishi. Na Mungu alikusudia kanisa liishi katika umoja, si tu umoja wa rohoni, lakini hata katika mambo ya kimwili. Alitaka wasaidiane, alitaka waishi kwa pamoja. Ndio maana tunaona haya maandiko yakitimia katika kitabu cha Matendo, lakini bado hatuoni watu wakiwa matajiri kwa sababu ya kumfuata Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haina maana kwamba huwezi kuwa tajiri. Sizungumzi hicho kitu. Lakini ninachozungumza ni kwamba Bwana Yesu hajaahidi kwamba ukimfuata utakuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali la kujiuliza, je, ni vibaya kwenda kwa Yesu kutafuta vitu? Tumwangalie Yesu anasemaje. Mathayo 8 sura ya 20. Mathayo 8 ile sura ya 20 anasema hivi. Tuangalie kwanza mstari wa 19. Mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitakufuata kokote uendako. Unaona huyu mtu, kumbuka huyu ni mwandishi. Kwa
Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa dini, na Yesu anajua kabisa watu wa dini, sababu ya wao kujishughulisha na mambo ya Mungu anaijua, sio kwamba haijui. Anajua wanatafuta kuingiza kitu mdomoni, kwamba ile ni ajira, ile ni kazi. Kuna wengine hii ni kazi kabisa, ndiyo ambayo inamlisha. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba Mungu hawezi kukulisha, lakini ukishaona mtu anaenda kwenye huduma ili ale, kuna shida mahali. Sasa mstari wa 20, jibu la Bwana Yesu anasema hivi, Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Kwa jinsi ya kawaida anasema hivi, wewe unakuja kwangu kutafuta vitu, sina chochote kile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatafuta vitu kwa Yesu, ambaye umekuwa unaahidiwa kila aina ya ahadi, jibu la Bwana Yesu anasema hivi, ukitafuta hivyo, kama hiyo ndiyo sababu ya wewe kuja kwangu, sina chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ila kitu ambacho tunaona Bwana Yesu alituahidi, ametuahidi uzima wa milele. Ametuahidi tutakuwa matajiri katika ulimwengu ujao. Kitabu cha Ufunuo kinasema hivi, kwamba pamoja na kwamba umaskini, lakini utajiri. Mungu anaangalia baraka za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mstari mwingine ambao nilikuahidi, ambao wanaofundisha injili ya mafanikio wanapenda sana kuutumia nje ya maana, ni ule ambao Paulo aliandika na kusema kwamba Yesu alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Je, alikuwa anazungumzia utajiri upi? Kwa sababu alikuwa azungumzii utajiri wa mwili, alikuwa anazungumzia utajiri wa rohoni. Utajiri wote wa mambo ya ufalme wa Mungu uko katika Kristo. Na mimi na wewe tukiutafuta ufalme wa Mungu na kuketi pamoja na Kristo, maana yake tunakuwa ni matajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ahadi ambayo tumepewa ya urithi ni kurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka uone kabisa kwamba ukiingia kwenye maandiko, naweza nikakupitisha kwenye scripture, lakini ukiingia kwenye maandiko, injili ambayo Bwana Yesu aliikazia na aliagiza ikahubiriwe ilikuwa injili ya ufalme. Na injili ya mafanikio ni mtego ambao shetani anautumia kudaka nafsi za watu, kwa sababu anajua kutokana na hii fallen nature yetu, kutokana na hii asili ya dhambi, anajua kabisa kwamba watu wanahitaji mali, anajua kwamba watu wanahitaji pesa, watu wanahitaji vitu. Kwa hiyo shetani ndiye ambaye atakuja wakati wote na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana false prophets na watumishi wa uongo wengine watakwambia kila ahadi za kuwa tajiri, lakini hutasikia wakikwambia kuhusu masuala ya jehanamu. Hutasikia wakikwambia masuala ya kuacha dhambi. Hutasikia hivyo vitu. Uko atugusi, uko hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa social gospel. Social gospel ni kwamba unahubiria watu vitu ambavyo wanataka kusikia, ambavyo vina satisfy the soulish man, yani ile nafsi ya mtu vina isatisfy, lakini kumbe huku roho inakuwa kavu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie. Ndugu yangu mpendwa, tuko katika nyakati ambazo ni nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo kwamba katika nyakati za mwisho watu watakuwa wa kujipenda zaidi kuliko kumpenda Mungu. Watu watapenda zaidi mambo ya ulimwenguni, watu watapenda zaidi mambo ya duniani. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza, ile sura ya 2, ule mstari wa 15 mpaka wa 17, inasema kwamba mtu akiupenda ulimwengu, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo ukiona unahubiriwa mambo ya ulimwenguni, ni kwamba neno lile litawekwa ndani ya moyo, halafu pendo la ulimwengu litapandwa ndani ya moyo. Kwa sababu kumbuka, injili ya ufalme, moja ya kitu ambacho inaachilia ndani ya mioyo yetu, inaweka pendo la Mungu. Injili ya mafanikio, kitu ambacho inaweka ndani ya mioyo yetu, inaweka pendo la ulimwengu huu. Na pendo la ulimwengu huu linafanya mtu apende vitu vya kimwili, na kwa sababu hiyo huyu mtu atapoteza
wokovu, kwa sababu hawezi kutumikia mabwana wawili, yani Mungu na mali. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, mwamini Mungu kwamba Mungu anaweza akakufanikisha, lakini usimtafute Mungu kwa sababu ya pesa. Usimtafute Mungu kwa sababu ya shida. Usimtafute Mungu ili tu upate vilivyo vya Mungu. Itakusaidia nini ukiupata ulimwengu wote halafu mwisho wa siku ukaishia jehanamu? Itakusaidia nini mwisho wa siku ukaipoteza nafsi yako? Ndugu yangu mpendwa, bora tuishi kwa dhiki, lakini mwisho wa siku tuurithi uzima wa milele, kitu ambacho injili ya mafanikio inaachilia, inapanda ndani ya mioyo ya mtu, inapanda miungu, kwa sababu inajaza vitu vya ulimwenguni. Na kwa sababu hiyo, hivi vitu ambavyo vinakuwa ni miungu ndani ya mioyo ya watu vinafanya Mungu asiseme na hawa watu. Ukisoma kitabu cha, unaweza kusoma Ezekiel 14 yote, utaona Mungu aliwanyamanzia wale watu kwa sababu ya vinyago walivyoweka ndani ya mioyo yao. Kitu chochote kile ambacho sio cha Mungu, chochote kile ambacho sio cha Mungu ni kinyago. Ndugu yangu mpendwa, Biblia inasema hivi katika Wagalatia, mtu yoyote yule, hata malaika, haijalishi jina lake, haijalishi ana jina kubwa kiasi gani, akikuhubiria injili nyingine tofauti na iliyohubiriwa kwenye Biblia, Biblia inasema na laaniwe. Endelea kumtafuta Mungu, endelea kujiachilia kwa Mungu, endelea kutafuta uso wa Mungu, na uamini kwamba Mungu hakuna kinachomshinda. Mungu anaweza akakusaidia, Mungu anaweza akakufanikisha, lakini tusimtafute Mungu kwa sababu ya vitu vya ulimwenguni. Biblia inasema kwamba ulimwengu huu na tamaa zake vinapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe, na yule ambaye anayatenda mapenzi ya Mungu atadumu milele. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo unazidi kutulinda, unazidi kutufundisha Baba. Nami ninaomba juu ya kila mmoja ambaye Mungu umekwenda kusema naye katika siku hii ya leo Baba. Ninaomba uzidi kuwasaidia watoto wako ili Mungu tuweze kudiscern katika nyakati hizi hata injili ambazo Mungu hazitokani na wewe, injili ambazo shetani amezitumia sana kwa ajili ya kukamata nafsi za watu. Mungu wa mbinguni, ninaomba Baba kwa ajili ya kanisa lako takatifu, uzidi kulilinda, uzidi kuliwisha na kulitakasa Baba kwa neno lako, ili kwamba Mungu tuzidi kuishi yale maisha ya utakatifu, maisha ambayo yanakupendeza, tukikuzalia matunda Mungu katika kila kazi iliyo njema ambayo inakuletea wewe utukufu. Baba wa mbinguni, ninakushukuru na kurudishia sifa na utukufu, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.